Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Alexander Mkumbo amesema serikali imefanikisha kuongezeka kwa idadi ya miradi ya uwekezaji katika miaka mitano iliyopita kutoka miradi 252 hadi miradi 901 kutoka mwaka 2021 hadi mwaka 2024, ikiwa ni sambamba na ongezeko la mitaji kutoka dola bilioni 3.7 kwa mwaka 2021 hadi kufikia dola bilioni 9.3 kwa mwaka 2024. Akizungumza mapema hii leo Disemba 8 mwaka 2025 katika hafla ya mkutano wa mawaziri na waandishi wa vyombo vya habari katika ofisi za kituo cha Ukombozi kilichopo jijini Dar es Salaam, ambapo pia amesema serikali imeandaa hekta 78,444 mashamba ya jumla, huku mashamba kutoka taasisi za serikali ni zaidi ya mashamba 212. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mwaka 2021 mpaka 2025, kazi kubwa ilifanyika. Idadi ya miradi ya uwekezaji iliongezeka kutoka kusajili miradi 252 kwa mwaka 2021 hadi kufikia miradi 901 mwaka 2024. Kwa hivyo kiwango kikubwa sana kiliongezeka, na hata mitaji ikaongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 3.7 mwaka 2021 hadi tukafikia dola za Kimarekani bilioni 9.3 mwaka 2024. Kwa hivyo kwa vigezo vyovyote tutakavyopima, utaona kwamba sekta ya uwekezaji katika miaka 4-5 iliyopita, katika awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa ilifanyika na mafanikio yalionekana. TISEZA inamiliki hekta 170,176.96 inamilikiwa na TISEZA. Hiyo ardhi tayari wanayo, wanaimiliki wao, ipo tayari kwa ajili ya uwekezaji. Inajumuisha mashamba, maeneo maalum ya kiuchumi. Kwa mfano, mashamba ya jumla tunayo hekta 78,444. Kwa hiyo katika 170,176.96 tunazo hekta 78,144.35 mashamba ya jumla haya. Na mashamba ambayo yametoka kwenye taasisi za serikali ni zaidi ya mashamba 202, yani 56,900. Katika kuongeza mzunguko wa wawekezaji, serikali inapanga kuweka kipaumbele katika kilimo, uchakataji wa mazao ya kilimo pamoja na bidhaa mbalimbali kutoka nje ambazo zitaweza kuokoa takribani trilioni 2.5 za Kitanzania. Uwekezaji ambao utapewa kipaumbele utazingatia maeneo yafuatayo: moja, kilimo na uchakataji wa mazao ya kilimo. Kilimo bado ni sekta muhimu katika nchi yetu, na bado potential yake hatujaitumia vya kutosha. Kwa hiyo uwekezaji katika sekta ya kilimo utapewa kipaumbele. Uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa matumizi ya ndani na ambazo tunaagiza kutoka nje. Hapa kuna bidhaa nyingi tunaagiza kutoka nje. Ukiangalia takwimu za mwaka 2024, tuliagiza nje takriban bidhaa 96 zenye thamani ya shilingi takriban trilioni 15. Tumetumia trilioni 15 kuagiza bidhaa kutoka nje, bidhaa 96, na wataalamu wameshafanya uchambuzi. Zipo bidhaa ambazo tuna uwezo wa kuzizalisha ndani, na tumetambua angalau kwa haraka bidhaa 8, na tukifanya hivyo tuna uwezo kuokoa takriban shilingi trilioni 2.5 kwa haraka kabisa. Waziri Mkumbo pia amesema kuwa serikali katika mpango wake kupitia Dira ya Taifa itaendelea kuweka mpango wa kuboresha miji yote nchini na kuboresha miundombinu ili kuvutia mji na kuhamasisha utalii. Kwenye ilani yetu tumeeleza kwamba tunaenda kuanza na miji yetu hapa kuanza kuihuisha na kuipanga upya. Sasa ni eneo zuri, lakini makazi yake ni changamoto. Kwa hiyo pale tunahuisha, ili sekta binafsi inakuja, tunaunganisha na wenye nyumba zibomolewe, zijengwe magorofa. Mtu akijenga gorofa zake 5, 6, 10, halafu wewe uliokuwa na nyumba yako akakuachia floor moja ya makazi na kabiashara kako hapo, kuna ubaya? Mwenye hela zake anakuja anajenga gorofa zuri, halafu wewe mwenye nyumba yako ulikuwa na kachuma kako kamoja viwili,
unapata ka flow, unapata sehemu ya kuishi wewe na watoto wako, lakini pia unapata kaeneo ka biashara kuingizia kipato. Na kwa Dar es Salaam tumeamua kuanzia Vingunguti, Buguruni na Manzese. Hayo maeneo matatu nataka tuanze nayo, tutayatangaza rasmi, wawekezaji waombe, watapewa mazingira mazuri, tunatiseza pamoja na wizara yetu ya ardhi, ili mambo haya, ili miji yetu tuihuishe, lakini pia kuifanya miji hii na makazi hayo yawe ni makazi, lakini pia kukuza kipato cha wakazi wetu. Aidha, Waziri Kitila amesema serikali inatarajia kuzindua kituo cha kuhudumia wawekezaji vijana katika taifa, lengo likiwa ni kuwapatia uzoefu katika masuala ya uwekezaji na ufanyaji wa biashara, ambapo pia itasaidia kuchochea kasi ya wawekezaji vijana nchini. Pamoja na kuandaa kikao kupitia Wizara ya Mipango na Uwekezaji, kuwakutanisha wawekezaji na wizara mbalimbali kila baada ya miezi mitatu, lengo likiwa ni kuwasikiliza na kutatua changamoto za wawekezaji. Tunaanzisha jukwaa la uwekezaji la kitaifa, yani National Investment Forum. Hili jukwaa kuanzia Januari, mimi na mawaziri wenzangu wa viwanda na biashara, waziri wa fedha, waziri wa ardhi, waziri wa muungano na mazingira na wengine ambao watahusika, tutakutana na wawekezaji kila baada ya miezi mitatu. Lengo ni kuwasikiliza, wapate maoni yao, changamoto zao, tuzitatue. Na ndio maana tunakaa mawaziri kadhaa pale na taasisi zake zinazohusika. Ana changamoto baada ya kusubiri kila mara moja kwa mwaka, tunataka tuwe nao at least mara moja kila baada ya miezi mitatu. Katika hatua nyingine, serikali imekusudia kufungua ofisi za kisekta katika mikoa yote nchini ili kusaidia kutoa huduma za kiuwekezaji katika taifa na kuwarahisishia vijana kupata huduma za kiuwekezaji. GMTV, Dar es Salaam.